kama umejikubalisha kwa wewe kiongozi, twende kwa ustaarabu. Twende kwa ustaarabu. Na ustaarabu wa kwanza ni kusimamia maslaha ya watu. Lakini leo hebu niambieni ndugu zangu wa Tumbatu, uchaguzi ni kitu gani? Uchaguzi ni njia ya kusema kwamba fulani ndio atuendeshee mambo yetu, au vipi? Sasa kama wenye ufalme huo ni nyinyi wananchi, tukenda kupiga kura, kura si ya chama. Tukenda kupiga kura, mkenda si ya Othman Masudi, ni kura yenu. Mmesema tunamtaka Othman ndio atuongoze. Ni kura yenu, mmesema tunamtaka Ngwali ndio awe mbunge wetu, tunamtaka Mcha awe mwakilishi wetu. Ndio maana ya kura, ni yenu nyinyi, si ya chama, si ya serikali. Na ndio ufalme wa mwananchi katika nchi yake. Mkinyang'anywa haki hiyo wananchi, ndugu zangu wa Tumbatu, mkinyang'anywa haki hiyo, nyi hamna sababu ya kuwa Watumbatu, hamna sababu ya kuwa Zanzibari, hamna sababu ya kuwa wananchi. Nyi ni watumwa katika nchi yenu. Maana mtumwa ndio hana amri, bwana wake awe nani, au vipi? Anaweza akauzwa, au vipi? Mtumwa ndiye ambaye hana amri nani awe bwana wake. Lakini ukiwa mwananchi huru, haki yako ya kwanza hakuna bwana juu yako baada subhana wa ta'ala. Juu yako bwana peke yake ni nani? Allah subhana wa ta'ala. Sasa hawa wao wanachotaka ni kufanya kwamba wewe ni mtumwa katika nchi yako, usichague bwana, wachague wao. Mtakubali ujinga huo? Watu wa Tumbatu, mtakubali ujinga huo? Ndio maana tunasema ujinga huu sasa hatuwezi kuendeshwa nchi katika nchi na mambo ya kijinga namna hiyo. Hii ni haki ya wananchi, ndio ufalme wao, kumwajibisha mtu ambaye kachukua dhamana ya kuendesha nchi yao, na ndio atakapowaheshimu, na ndio atakapokuwa na nidhamu ya kuendesha nchi. BNB